rake keto kate rake rakate rake rakate rake rakate makate makarikito makate. Twende tuone. Na Luka hapo katikati, wote mnafahamu habari za Zedekia kuchonga pembe. Kwanza kwea ukafaniki, wote wanayo kwea ukafanikiwe. Ndio hao, si umeiona sauti ya upako hii inaonyesha tu kwamba wauaji tena ueni tena mfanikiwe, wauaji tena ueni tena mfanikiwe. Katumbariki, nataka tumbariki kwa dakika moja tu. Naomba maombi ya baraka juu ya makamu wa rais, juu ya nchi yetu na juu ya mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Tunakwenda kufunga kila milango ambayo utakayojaribu kwenda Ikulu au kukutana na mama yetu. Tunaifunja katika jina la Yesu. Yeremia sura ya 7 mstari wa 16 imeandikwa, basi wewe usiwaombee watu hawa, wala usiwapazie sauti yao, wala kuwaombea dua, wala usinisii kwa ajili yao, kwa maana sitakusikiliza. Na Yeremia 11 mstari wa 14 imeandikwa, basi usiwaombee watu hawa, wala usiwapazie sauti yao, wala kuwaombea dua watu hawa, maana sitawasikia wakati watakaponililia kwa ajili ya taabu yao. Samueli wa kwanza sura 16 mstari wa 16, Bwana akamwambia Samueli, hata lini utanililia? Utamlilia sauti au utanililia kwa ajili ya Sauli? Utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Isaya 58 kusema, kwa sababu hiyo piga kelele, paza sauti yako kama tarumbeta, waambie watu hawa makosa yao na dhambi yao, wala usiache. CPCT na wa Pentekosti, kwa hiki mlichokifanya hapa, mmeonyesha nyie ni manabii 400 wa Ahabu. Mumeonekana kujihisi muna nguvu ya kuitakasa haramu, muna nguvu ya kuwafanya wabaya wakiwa wanafanya mabaya, au mashetani wakiwa wanafanya ushetani. Mumejihisi mna nguvu ya kuwatakasa waitwe ni watakatifu, wakiwa wanaendelea na kufanya ushetani huo. Anyway, kinachofurahisha zaidi ni vile ambavyo munasetiwa kama misukule. Yaani inaonekana tu kabisa huyu anaye waseti kayaona tu haya zero brain. Na ukweli ndivyo mlivyo. Hicho mnachoita mwili wa Kristo ni mwili wa uchawa. Kristo sio huyo, Kristo sio hivyo. Kuchanganya haya hapo, hamjachanganya dini na siasa. Hiyo sio dini na siasa. Huyu hapa anahutubia nini hapo? Hajachanganya dini na siasa. Nyinyi hayo mnayofanya sio kuchanganya dini na siasa. Yaani kuwaombea wauaji tu huko sio kuchanganya dini na siasa, ila kuwakemea wauaji ni kuchanganya dini na siasa. Hiyo ndio tafsiri ya tuwaombee wenye mamlaka, ni hivyo. Yesu aliwahi kuombea wenye mamlaka hivyo, kwa namna hiyo. Akina Paulo, akina Petro waliwahi kuombea wenye mamlaka wa aina hiyo, mamlaka ya kuua, kuteka, kutesa, kumwaga damu za watu. Hao waliwahi kuombewa hekima na ulinzi wa Mungu. Kwenye Biblia ipi? Mhubiri gani aliwahi kufanya hivyo? Hebu waone kwanza wa jamaa, waone wanavyosetiwa. Utafikiri misukuru, naona kabisa wanasetiwa, utafikiri misukure na hiki walichoenda kufanya. Kimsingi CPCT au wa Pentekosti hawakupuzwa na kudharauliwa
kwa sababu wana hatari fulani, wana msimamo fulani, walipuzwa na kudharauliwa kwa sababu hawana uelekeo. Yaani ni jamii ambayo kote iko. Ametokea Magufuli anafanya haya, wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe umetoka kwa Mungu. Wametokea hawa wanaua watu na kutesa watu na kuumiza watu, nyinyi ni watumishi wa Mungu, Mungu afu. Yaani walipuzwa. Lakini sasa hivi kwa sababu miuaji inatafuta popote, inatafuta hata ni kundi la matahira wowote, kundi la misukule yoyote ionekani inaungwa mkono, kwa hiyo inaparamia yeyote. CPCT kimsingi wa Pentekosti hamna dira inayoonekana. Kwanza kwa sababu nasema mnatumia akili, nasema mnatumia Roho Mtakatifu. Alafu kuinuliwa ni kuinuliwa na chochote, kuinuliwa na yeyote. Hata kama mnainuliwa ili mkapigizwe kwenye ukuta, ili mudharirishwe, ili mtumiwe vibaya, ni hapo mmeinuliwa. Mmeketi na wakuu. Nadhani kwa sababu mnasemaga mtumia akili kabisa, sio mnatumia Roho Mtakatifu. Naambia hicho mnachoita Roho Mtakatifu ni wehu, ni utahila. Sawa? Sasa mimi nataka tu niwatangazie. Mimi nadhani mnafahamu. I'm ready to pay. Niko tayari kulipa gharama yoyote. Nafahamu wasoma Biblia ndio wachora mchoro mzuri wa madhira na mabaya dhidi ya mtu mwema. Unafahamu kuwataki nyie ni kutengeneza mazingira rahisi zaidi ya mimi niwe kwenye tabu zaidi. I'm ready to pay. After all, nimeshalipa gharama za moyo huu. Kabla sijachambua kwa undani ni kwa namna gani hawa ni manabii 400 wa Ahabu, na kila ambacho Yehu alikuja kuwafanya watu kama hawa, na vile ambavyo Mungu ameruhusu wadhihirike watu wote unaowaona wako kimya. Ndio ile nasema ukiona mtu yuko kimya, lazima jua yuko upande wa wabaya. Haki sio hivyo. Mwenye haki ni jasiri kama simba. Ukiona mtu yuko kimya, aidha ndio mchora ramani mkubwa wa wabaya, wao wanatekeleza ubaya wao. Tazama hapa kidogo. Tazama hapa uone namna ambavyo kwanza wanavyosetiwa kwa mbinu za kitoto, za hovyo. Unaona tu kabisa hawa 2, lakini wao kuambia hivi hawana, wao wana Roho Mtakatifu, utaira tu. 2, ona wanavyotumia kunena kwa lugha. Wao wanasema ni njia ya kupiga chenga, lakini wanavyokutumia kunena kwa lugha kama kitu fulani ambacho aisee, kunena kwa lugha bwana. Viseme mhubiri mwenye haki kabisa, pa kukemea utakiwi kuomba. Yesu angeombea tu, mitume manabii wangeombea tu. Hawa vibaka hawa hawana upako kuliko mitume hawa. Mbona Yesu hakwenda tu Ikulu, hakwenda tu hapa wakaombea, hawakuwaita makina Herode, hawakuwaita wanaotesa watu waombee? Mbona waliwakemea? Mbona hawa wanayatoa kwenye Biblia gani hawa? Anyway, sikiliza, tazama hapa. Alafu nakurudia nichambue kwenye Biblia kidogo. Karibu, njoo tuangalie pamoja, twende. Na ndio maana nimetaka nitupie maombi yenu nyinyi watu wote wanaoamini katika dini. Tumuombe rais wetu, na hapa kwenye shughuli hii ya leo, Ikulu yetu kutoka hapa tulipo iko magharibi, na ninaposema tumuombe rais na tufunge milango ya Ikulu dhidi ya watu wabaya, wasipenye watu wabaya wanaokwenda kushauri vibaya kwa rais, nitawaomba kwanza, naomba mambo mawili. La kwanza, maombi haya ninayotaka tuyafanye lazima yaongoze na askofu. La pili, maombi ya kufunga milango ya Ikulu dhidi ya watu wabaya. Tunataka rais wetu awe salama, tunaelewana? Kwa hiyo maombi haya ya kufunga Ikulu yetu, kwanza tuelewane kwamba iko upande wa magharibi kutoka hapa tulipo, lakini maombi haya lazima yaongozwe na askofu. Lakini la pili, askofu atakayeongoza maombi haya tayari ameshuhudiwa moyoni mwake kwamba yeye ataongoza maombi haya. Naomba askofu huyu asogee hapa mbele.
Baba Askofu, tuongoze. Naomba maaskofu wote tusimame, mikono yenu ielekezwe magharibi, maaskofu wote ambako iko Ikulu, kuifunga Ikulu yetu dhidi ya watu wabaya. Baba Askofu, tafadhali ongoza maombi, Roho Mtakatifu ashuke kwenye Ikulu zetu zote kumlinda rais wetu. Makarakamashanda rukukatekete rakeketo kate rake rakate rake rakate rake rakate makate makarikito makate rakato makato ratenmoch makandosh makandosh. Baba, umesikia ombi la makamu ya rais juu ya Ikulu Baba. Baba, wewe una macho, unachunguza mioyo ya wanadamu. Kila mwanadamu ambaye ana mipango mabaya juu ya nchi yetu na juu ya mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, tunakwenda kufunga kila milango ambayo watakayojaribu kwenda Ikulu au kukutana na mama yetu. Tunaifunja katika jina la Yesu. Baba, tunafungulia malaika ya ulinzi waende kule Ikulu, wailinde Ikulu Baba. Baba, walinde na wale wote ambao watafika pale Baba, kama uliofanya enzi ya Elia. Elisha walipokuja kutafuta Elisha hawakumwona. Baba, naomba itokee katika jina la Baba, naye Mwana, naye Roho Mtakatifu, na utasema amen. Amen. Halalei. Hao ndo wa Pentekosti. Lakini nataka ushefahamu kuhusu Biblia, nataka ufahamu kundi kama hili liliwahi kuwepo duniani, lilokuwa likifanya kazi ya kuwatakasa wabaya ili waonekane ni watu wema wanaotakiwa kuwa kwenye madaraka, wanaotakiwa kuendelea kuingiliana na jamii. Ahabu aliwahi kumuua Naboth kwa sababu ya shamba. Ahabu aliwahi kuua watu wa Mungu wengi, watu wema wengi, na Yezebeli mkewe. Na kila alipotaka kuhalalisha jambo fulani lionekane ni sahihi, aliwaita wahubiri kama hawa. Tusome katika Wafalme wa Kwanza sura ya 22, kwa sababu wengi mnaweza mkao mnafahamu hicho kisa. Naenda tu kwenye point ambazo unaweza kanielewa. Mstari wa 6 asema, ndipo mfalme wa Israeli akawakusanya pamoja manabii kama watu 400, akawaambia, je, niende juu Ramoth Gileadi kupiga vita au ninyamaze? Wakasema, kwea, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Lakini Yehoshafati akasema, je, hayupo hapa nabii wa Bwana tena mwingine, ili tumuulize Mungu kwa yeye? Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, yupo mtu mmoja ambaye tungeweza kumuuliza Bwana kwa yeye, yani Mikaya mwana wa Imla, lakini namchukia kwa sababu hanibashirii mema ila mabaya. Yehoshafati akasema, la, mfalme asiseme hivi. Ndipo mfalme wa Israeli akamwita akida, akamwambia, mlete hima Mikaya mwana wa Imla. Kwanza uone nabii kabisa hapatikana, mtu wa Mungu kabisa hawezi kupatikana kwenye makundi ya machawa kama hawa, kwenye makundi ya mataira kama huu. Ni utaira, huu sio Pentekosti. Hawa ndo wanaitwa baba wa kiroho, wasimamie, si wanampandikiza uchawa, unafiki huu. Ndo baba wa kiroho. Niliwaambieni hata mijinga uzeeka. Kwenye nchi yetu walio na insurance kwa sasa ya kuwa safe, kuwa salama, lazima uone namna fulani ya uwizi,
utapeli, ukatili na kushirikiana kwa ukaribu na wauaji wakuu. Wewe uko safe. Wewe hubiri injili tu. Utafikiri ni injili yenyewe inaijua. Nitakusomea Biblia hapa mbele. Maneno yanayofanya wauaji wawe salama na wewe uwe salama wakati wanaendelea kufanya mabaya, haijawahi kuwa injili. Kichwa chenye mvi cha stahili kuheshimiwa kikionekana katika njia ya haki, lakini kichwa chenye mvi kikionekana katika njia ya ukibaka kinatakiwa kukemewa. Ndivyo walivyokemewa. Walikemewa hata kina Petro ambao wakiwa vibaka kihivyo. Waweni hawa. Twende tuone. Na Luka hapo katikati, wote mnafahamu habari za Zedekia kuchonga pembe. Kwanza kwea ukafaniki, wote wanayo kwea ukafanikiwe. Ndio hao, si umeiona sauti ya upako hii? Inaonyesha tu kwamba wauaji tena ueni tena mfanikiwe, wauaji tena ueni tena mfanikiwe. Sawa. Mstari wa 22, mstari wa 16. Ufalme wa kwanza 22 mstari 16. Imeandikwa, mfalme akamwambia, mara ngapi nikuapishe usiniambie neno ila yaliyo kweli kwa jina la Bwana? Mikaya akasema, naliwaona Waisraeli wote wametawanyika milimani kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akasema, hawa hawana bwana, na warudi kila mtu nyumbani kwake kwa amani. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, je, sikukuambia hata nibashiria mema ila mabaya? Mikaya akasema, sikia basi neno la Bwana. Nalimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi, na jeshi lote la mbinguni wamesimama upande wa mkono wake wa kuume na wa kushoto. Bwana akasema, ni nani atakayemdanganya Ahabu ili akwe Ramoth Gileadi akaanguke? Basi huyo akasema hivi na huyo akasema hivi. Akatoka pepo akasimama mbele za Bwana akasema, mimi nitamdanganya. Bwana akamwambia, jinsi gani? Akasema, nitaondoka na kuwa pepo wa uongo kinywani mwa manabii wake wote. Akasema, utamdanganya na kudiriki pia. Ondoka ukafanye hivyo. Basi angalia, Bwana ametia pepo wa uongo kinywani mwa manabii wako hawa wote, naye Bwana amenena mabaya juu yako. Ndipo akakaribia Zedekia mwana wa Kenana akampiga Mikaya kofi la shavu, akasema, Roho wa Bwana litokaje kwangu ili aseme na wewe? Mikaya akamwambia, angalia, utaona siku ile utakapoingia katika chumba cha ndani ili kujificha. Mfalme wa Israeli akasema, mchukueni Mikaya mkamrudishe kwa Amoni mkuu wa mji na kwa Yoashi mwana wa mfalme, mkaseme, mfalme asema hivi, mtieni mtu huyu gerezani, mkamlishe chakula cha shida na maji ya shida hata nitakaporudi kwa amani. Mikaya akasema, ukirudi kabisa kwa amani, Bwana hakusema kwa mimi, akasema, sikieni enyi watu wote. Sitaki kufafanua mengi hapo. Nasema tu, wauaji hamtafanikiwa kwenye taifa la Tanganyika. Hamtafanikiwa, munaanguka mbele ya jua hili. Munaanguka hata mkimfunga Mikaya. Mikaya hapa ilikuwa ndo mwisho wa stori yake. Haonekani tena mahali pengine. Inawezekana aliuawa. Mtaanguka na mtajua muliweka akiba ya anguko zuri zaidi, bora zaidi. Mtaanguka pamoja na manabii hawa 400, hawa mtaanguka nao. Mungu ameona vema afunue ukatili mkubwa ili awafunue wote mlio pamoja nao. Hakuna mhubiri aliwahi kutabiri na kuombea mema wauaji kama nyie kwenye hii Biblia. Hawa wana mifano yao, ndio hii. Aliwahi kuinuka Yehu, kuna alichowafanya. Yehu atakuja kuinuka. Ndio maana mimi kuna kitabu naandika, nimesema hivi, waabudu Mungu wa Kiafrika ndio kikwazo kikuu, wakwamishaji wakuu wa ukombozi wa kweli wa Mwafrika. Na saa ikifika akatokea mkombozi wa kweli wa Afrika. Hawa waabudu Mungu wote hawa pamoja na wauaji, wapo watakao nyongwa, wapo watakaotiwa jela na kufunguliwa kesi ya uhujumu uchumi, kesi ya utakatishaji fedha,
kesi ya kujipatia mali kwa njia ya udanganyifu, kesi ya kushirikiana na wahalifu wa kutumia silaha. Hawa dua yao, yeyote unayenisikia hapa, dua yao ukombozi utokee, mimi niwe siko hai, mimi nisiwe sehemu ya sauti, nisiwe sehemu ya sauti yenye maamuzi. Ikitokea sio kulipiza kisasi huko ni kukomesha vizazi kama hivi visitokee kwingine kokote duniani, hata wakati mwingine mwingi ujao. Zaidi ya vizazi 3 4 viwe vinaogopa kuwa chawa, viwe vinaogopa kuwa ni jamii ambayo haina upande wowote wa wazi, kwa sababu ya ubinafsi na woga ambao kimsingi unatokana na namna nyingi za uporaji na akili hii kutokaa sawa. Mimi nimeambia I'm ready to pay. Kwa hiyo kama kuna utakayejisumbua kwamba Mbarikiwa hata kama unashindwa sisi tunaweza kumpata, hapana. Kote huko nilikotoka, yote aliyonipata, wachora la amani ni nyie, wachora la amani ni nyie. Ni wakati tu, kwa sababu sasa hata tukiwataja kwa majina hatua tunachukuliwa sisi, lakini wakati ufike mtatajwa kwa majina, mtatajwa kwa namna mlivyohusika. Sio kwamba tutatumia tu namna fulani ya kuwasweka ndani kwa sababu tutakuwa tuna hasira. Hapana. Michoro yenu mingi mbona iko wazi tu. Mbona nimesema mengi sana kwa mafumbo. Katika Yeremia sura ya 5 mstari wa 30 nasema, jambo la ajabu na la kuchukiza limetokea katika nchi hii. Manabii wanatabiri uongo na makuhani wanatawala kwa msaada wa hao. Watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo. Nanyi mtafanya nini mwisho wake? Hatuna la kufanya, lakini tutaujulisha umma, tutaijulisha dunia, tutaujulisha watu kwamba watu wa aina hii waliwahi kuwapo, na wenda Mungu atafanya namna, atatusaidia namna kunaweza kaja kufanyika kitu fulani. Jamani, Yeremia 6 mstari wa 13 anasema, kwa maana tangu aliye mdogo hata aliye mkubwa miongoni mwao kila mmoja ni mtamanifu, na tangu nabii hata kuhani kila mmoja hutenda mambo ya udanganyifu. Wameiponya jeraha ya watu wangu kwa juu tu, wakisema amani, amani, wala hapana amani. Anyway, nimesema mengi sana kuhusiana na hawa. Inatosha. Unaweza kuwa umeelewa maandiko hayo, sawa. Ambayo hujaelewa, acha inyeshe, tuone panapovuja. Tayari imenyesha, kuvuja pamevuja. Imetuvujia, lakini bahati mbaya sana bado inaendelea kunyesha. Tutaona sehemu nyingine itakayovuja. Asante kwa kunisikiliza. Naongera sana. Amen.